angalia mkubwa. Sasa kuroga tayari mimi. Wewe sio mwenyewe tena. Umekanyaga mailizi kule. Haya. Wewe Chiza Juma, wewe ni kabila gani? Moha jina lake kwanza. Chiza nani? Juma. Chiza Juma. Wewe ni kabila gani? Moha wapi? Girankanda. Zira? Kagirankanda. Kagirankanda. Wewe ni miaka mingapi? 20. Miaka 20. Ni kabila gani umesema? Wewe ni Moha. Huko imekuwaje mpaka ukafika huku Mwanza? Huku tuliagizwa kuna watu walikuwa wanahitajika. Wahitajika na nani alikuwa anahitaji? Huko kwenye kikao walikuwa wapo wakuu walikuwa na wahitaji hao watu. Wakuu wangapi walikuwa wanahitaji? Yupo mkuu wetu na msaidizi ndo kwenye kikao waliwahitaji jana mchana. Natakiwa wafike kule. Wafike kule kufanya nini? Wao waliokuwa na wahitaji kwamba inatakiwa waende wakawatoe sadaka. Wakatoe sadaka. Sadaka ya nini sasa? Yaani wafe. Sasa kwa nini wafe sasa? Ni kwa nini? Hatukujua. Hamkujua. Au kwenu wanasali kanisa gani? Wakuu. Wanasali kanisa gani wakuu wenu? Hapana, hatufahamu wanasali kanisa gani. Amjui wanakusali ni kanisa gani? Kwani wewe unasali kanisa gani? Roma. Toka lini umeanza kusali Roma? Muda mrefu kidogo. Kwani wewe umeoa? Hamna. Hujaoa. Walipokutuma walikupa jina gani? Ulipewa shilingi ngapi ndio umfuate huyo? Hamna, mimi nilianzaga kuchukuliwa bado niko mdogo mwanafunzi. Nilikuwa napelekwa usiku bila kujua. Hadi sasa hivi tunakuwa tunachukuliwa, tukishachukuliwa tunapelekwa kwenye kikao, tunaagizwa, tunazuiliwa hamna kuongea na mtu yoyote yule. Hamna kuongea, tunatolewa uwezo wa kuongea. Ndio tunaenda kufanya tulichoagizwa tunarudi. Mmeshachukua watu wangapi toka mmeanza? Wengine tunawachukuaga tu kwenda kama wanafunzi watoto wadogo, kwenda kuwachezea, wanarudi. Hapa ndio tulikuwa tumeagizwa sasa tuje tuwachukue hao watu watatu ili waende wakafe. Sasa kwa nini wafe? Wamefanya nini? Hatufahamu, tulipewa tu kasira fulani hapa kapu. Hapo. Kalikuwa kwenye kibuyu hiki hapa. Kwamba wako tukisha kazungusha tutawaona. Hapo. Kapu. Humu, angalia humu. Hebu angalia. Sasa okay. Msikiliza. Sawa. Wanasema hapo kasila mkizungusha ndio mtafanya ndio mtawapata, sawa? Kwani mpaka sasa hivi wanajua nyinyi mmeshakamatwa, wanajua? Sijui kama watakuwa wanajua, maana tangu tukamatwe alikuwa amekamatwa huyu, mimi nikaenda kumtoa kumsaidia, na mimi ndio nikakutana na huyu mchungaji akaanza kuniombea. Sasa umejiche kama ni mchungaji umejiwaje? Kama ni mchungaji umejiwaje? Wanaanza kumuita mchungaji akaanza kuomba, ndio tukawa tunaishiwa nguvu. Manake na dawa nyingine kapotea. Ndio hivi. Umejiche kama huyu ni mchungaji, umejiche kama huyu mtu ni mchungaji umejiwaje? Wao wanamuita hapo kanisani kwamba ni mchungaji. Ndio akaanza kuombea nikaishiwa nguvu. Lakini watu wajui majina yao, ujui sura zao ambao ulikuwa umefuata. Wao kama kakiwepo kale kaduda, hata kama wapo watu wengi tunaweza tukawajua tu. Labda utuambie tu mngefika kwa njia gani sasa kurudisha kule, mngefika kwa njia gani kuwapeleka? Sisi tungefika kama tulivyokuwa tumepewa maagizo, tukawachukua tukarudi. Maana yake wao wangebaki tu huko. Wangebaki huko tu? Okay. Wewe jina lako nani jina lako? Toa sauti. Wewe nani? Masageni nani? Wewe umeolewa? Mbona una mimba sasa? Mimba ya boss. Na umetokea wapi kuja huko Mwanza? Subiri nitajifanya taratibu. Wait, hiyo mimba mbona una mimba? Au sio mimba hii? Wewe si useme? Ni mimba. Umeolewa kwa hiyo au mimba tu ulipata tu bahati mbaya? Bahati mbaya. Wewe ni kabila gani? Ni Moha.
Kazila Muhunda. Aha. Hiyo iko wilaya gani kwa Kigoma? Kasulu. Aha. Sawa. Wewe ulitaka kufika pale kanisani. Kwa nini ulimwacha huyu nyuma? Hakuwa nyuma, alikuwa pale pale kanisani. Kanisani pale pale. Sehemu gani? Kwenye mlima. Mlipanga hivyo kwamba wewe baki huko afu mimi nitangulie? Kama tuna uwezo wake. Kila mtu ana uwezo wake. Wewe unaweza mkubwa sana kuliko huyo? Eti. Wewe unaweza mkubwa sana kuliko huyo uwezo wako? Kwa maana mimi ndio nilitangulia. Lakini mlitumwa pamoja. Wewe ukatawala kuondoka. Tuliondoka kwa pamoja. Kwa usafiri gani? Kwa kutumia hapo. Mbona haka ni kadogo sana, sasa mlikaje hapo wawili? Na yeye alikuwa na kaka yake. Yes, kaka kwako. Mimi situmia haka. Wewe unatumia nini? Wewe unatumia mkuki hapa, umeisha mkuki. Wewe unatumia hii hapa kutembelea hii hapa. Mwenzao anatumia hii hapa. Okay. Sasa tujue baada ya watu kuwapeleka huko Kazila Muhunda si wapi huko. Wangefanywa nini huko? Hukumu ya mkuu kama angetoa wafe wangekufa. Lakini mji wanakosa gani au watu? Hilo kanisa mlijuaje pale kanisani? Pale mlipajuaje pale kanisani? Mlipajuaje? Sijali. Na nani? Unakuja na nani? Eti Na mkuu wetu. Na mkuu wenu. Umesema mkuu ni mwanamke, ni kweli? Mwanaume. Mwanaume ndiye aliyeelekeza. Jina lake nani? Jina lake. Tunaita mkuu. Nimeita mkuu. Aha. Pale mko wangapi pale kwenye chama chenu mko wangapi pale? Mko wangapi? Eti mko wangapi? Angalia kuna kijiji nao sawa. Mko wangapi? Mko wangapi kwenye chama chenu hicho? Mko wangapi? Wako wameshashuka wataja hapo. Mko wangapi? Eti mko wangapi kwenye chama chenu? Haya, nitajie majina matano tu. Kwenda uwezo wa kusema kwamba mtu anayemtafutaji kwa kuzungusha anajiona anadai. Haya, acha hiyo. Hebu niambie kazi ya hapa ni nini? Inaosoka. Wewe sema mwanaume. Eti kazi yake ni nini? Hebu niambie kazi yake ni nini? Haka? Haka nikakutunzia dawa. Tunzia dawa. Inaosoka kidogo. Na kazi yake hapa ni nini? Nyama. Kuna nyama sasa hivi? Nyama ya mtu. Nyama ya mtu hiyo. Na kazi yake hapa ni nini? Eti kazi yake hapa ni nini? Kumesha pasuka naona. Kama huko ndio tayari nije kesho. Nini kazi yake? Unasikia afande? Huyu kati ya huyu haka ni Kanani. Wewe muulize hiyo. Huyo ndio hii haka ni Kanani. Kwangu. Kazi yake nini sasa? Yaani haka kanaambatana na kingine hapa ambako nilimwambia kapotea. Kazi yake Nikisha paa haka ndo kanafaa